Na barabara kabisa, mpenzi mtazamaji wa Maika Media, Maika TV. Karibu sana katika bunge la Magharibi. Bunge ambalo wananchi anazungumza hisia ambazo anaziona, jinsi kazi ambavyo zinafanyika katika eneo ambalo anatoka. Hapa moja kwa moja nipo katika eneo hili la Navakholo, chini ya wanabodaboda ambao wanakaa hapa chini ya Mwembe, wanasema kwamba Mwembe stage. Na leo nipo nao, nataka kuzungumza nao moja kwa moja kuhusiana na kazi ambazo viongozi ambao waliwachagua wanafanya, na pia vile vile je, kuangalia usalama huko namna gani, elimu eneo hili je iko sawa ama ipo sawa, na pia vile vile watakuwa na tuarifu kuhusiana na miradi ambapo tumeona hivi majuzi aliyekuwa gavana wa Kakamega nazungumzia Wycliffe Oparanya akiwa anazindua hapa masuala na miradi kuhusiana na Huduma Center ilikuwa inazinduliwa. Hivyo basi wacha tuzungumze tuone moja kwa moja. Basi yuko hapa bingwa ambaye atakuwa anazungumza kama ndiye mkuu wa hapa, alafu atakuwa atatupa mwelekezo moja kwa moja. Na bingwa, karibu sana katika Maika TV, na pia vile vile utakuwa na tuarifu kuhusiana na masuala na maendeleo ambayo yanaendelea hapa, kisha utakuwa unatupisha wale ambao watakuwa wanazungumza. Okay, asante sana. Majina naitwa Daniel Mandago, MCA mtarajiwa 2027. Mimi ndo chairman wa hii Mwembe. Mimi nakaa na watu yangu hapa mzuri. Kitu ya kwanza nitasifu kazi yangu. Kazi ni muhimu, kazi ni mzuri. Kazi haina matata. Kila mtu mwenye hako hapa anapenda kazi yake, kwa sababu hauwezi dharau kazi yako, because hiyo ndio unga yenye na pata hapo napeleka kwa mesa, familia inafurahia. Ya pili, si kama siendelea sana, wacha niintroduce watu yangu moja moja, alafu niongee moja mbili, tuone venye tunaweza fanya. Asante. Huyu ni traffic, naitwa Chris, wacha asalamie raia kwanza, alafu tuendelee. Mimi naitwa Chris Andawa, mimi ndo traffic wa hapa Mwembe, na ni vijana wangu nakaa nao vizuri sana. Mengine nitaongea. Asante sana. Niko na ingine hapa ni welfare, anashughulika na mambo ya Kwa majina naitwa Benjamin Wafula, mwana welfare. Kwa salama. Asante. Niko na ingine ya mwisho hapa, naitwa Senior, ni advisor yangu, wacha asalamie. Kwa majina mimi naitwa Peter Wayumba Wafula. Mimi ni msaliwa wa hapa mji wa Navakholo, na vile tumesaliwa hapa Navakholo, tulikuwa na viongozi hapo zamani wakafanya kulingana na maendeleo yenye ilikuwa. Tukakuja tena tukapata wengine wenye wako sasa, tunawaangalia kulingana na wananchi wanaumia, upande wa miwa, upande wa ukulima, upande wa hospitali, upande wa maji, upande wa elimu. Na hiyo vitu tunaangalia, ndio tunashangaa, kwani hii ni serikali gani na viongozi gani wenye wako kwa nafasi yao na wafanyie wananchi. Jambo la pili, katika hii mji wa Navakholo, ukitembea Navakholo na Kakamega County, unakuja unapata Navakholo iko chini sana. Na ni kwa sababu gani? Viongozi wenye wako wenyewe wanajua chenye wanafanya na maendeleo yao yenye wenyewe wanaona wanafanya, lakini wananchi wanaangalia, wanapika shida. Hata unaweza pepa mtu anataka kusaa, hata anasalia njiani. Kwa sababu gani? Barabara ni mbaya. Ukienda kwa hospitali yenyewe unapata inaitwa level 4. Level 4 iko vitanda viwili peke yake, na wagonjwa kama wamepatikana watu 5 ama watu 10. Tunashangaa hao viongozi, na hii ndio hospitali yao. Hata hao wakikonjeka wanataka wapata hapo matibabu ya kwanza, first aid, ndio wapeleke mahali pengine. Kwa hivyo shida ya Navakholo, maendeleo iko chini. Shida ya Navakholo, viongozi wenye wako Navakholo hawataki kutumia watu wao. Sasa kwa sababu ndio tunaona Mungu akijalia tukiwa wasima, hao viongozi pamoja na wananchi wawapike msasa, waangalie kwa muda ya miaka iliyopita mpaka sasa ni kitu gani wamefanya,
kwa muda mchache yenye imepaki hapa mbele, ndio tunahitaji uongozi mpya hapa katika Navakholo, kwa sababu hata unaona hii magari imeshindwa kusaidia wananchi hapa, hata ambulance hapa kwa hospitali hakuna, watu wanaumia. Mtu akipatikana mgonjwa lazima akomboe mkari ndio apelekwe kwa hospitali. Unaona? Sasa vitu kama hiyo ndio inafanya sisi Navakholo tunarudi chini. Ukiangalia upande wa afya tena hata ukiangalia hapa Navakholo wanasema tu wamechenga choo hapa. Na hii choo yenyewe hata watu kwenda hapo kujisaidia, unapata mtu amesimama kwa mlango atanataka shilingi 20, na shilingi 20 ndio mwananchi anataka kutafuta aenda kununulia watoto chakula. Ukienda upande wa basari, watu wanaenda kwa ofisi, watu wana apply basari na wapati. Sasa tunashindwa, kwani hii Navakholo naye ni constituency gani? Ukienda hapa majimbo Kalasinga hapa Webuye, unasikia saa hii watu wameshapata basari, watoto wameshapata basari wako shuleni. Na hapa unapata hata kupata tu shilingi 3,000 yenyewe ni shida. Mimi najua tu huyu ni Mandago, mtoto yake anasoma Navakholo. Ni vetting kani yenye naenda kuveti mtoto wa Mandago ndio apate pesa, ama nikuchukua tu Mandago kama amepewa form, weka hapo pesa iende shule mtoto asome. Hiyo vitu hapa Navakholo sisi hatujawahi ona. Tunaonanga tu mambo ikitendeka, vetting, na miaka 2 imepita bila watu kupata basari hapa. Ni kama ninadanganya, iko mtu amepata basari hapa? Tuna mtu amepata basari hapa? Iko kweli? Ni pesa ya elimu ziko. Nimesikia juzi president akiongea akasema mambo ya elimu yeye ametenga pesa, anataka kupatia viongozi kama hao wakina waheshimiwa, hata wakina MCA, lakini hatujawahi ona basari. Na hata wenyewe waonekani. Mtu ana time wakati ya matanga ndio anakuja kuzungumzia mambo ya maendeleo hapa Navakholo, mambo ya bunge. Wewe ukitaka kuongea mambo ya bunge unaenda bunge. Tusikie ukisema Mr. Speaker sir, natetea watu wangu hivi. Si hata ukuja kwa matanga waambie mambo siji nini. Vitu kama hiyo ndio tunaona uongozi ni mbaya. Ndio tunataka mabadiliko. Uongozi Navakholo ni mbaya, parapara ni mbaya. Mambo ya C41 imetengwa tangu miaka ngapi? Ikizungumza mambo ya C41. Wameongeza tena hii, hata wamezindiwa Malava. Ni siku gani Lamu itafika huku? Sasa ndio tunashangaa serikali ya William Ruto kama ni mzuri. Tunataka barabara ya kutoka Samizi ifike Sianda. Tunataka barabara ya kutoka Bungoma ifike Kakamega. Hiyo ndio tutazungumza kwa mambo yao. Lakini kama hiyo ijapita, no hapa Navakholo. Hiyo mambo kama hiyo sisi kama wananchi wa Navakholo tumekataa. Alivyosema basi amezungumzia hisia zake na wananchi wametulia sana. Sijui kama anazungumza ukweli ama azungumzi ukweli. Na pia vile sasa chairman utakuwa unachukua usukani angalau kuwaweka moja kwa moja kuweza kuzungumza swala hili ambalo la miradi ambayo ya viongozi wameka hapa. Barabara ambayo inatoka kule Shikoti ikipiga mpaka hapa iingie ipate mpaka Shanda iingie pale Bungoma. Na hii ambayo inaelekea mpaka Malava. Yote utakuwa unazungumzia. Okay, asante sana Umwami kukubali ile maneno yako yenye unataka kuniambia. Niongee na hiyo watu yangu. Kitu ya kwanza niko na mambo matatu. Jambo la kwanza ndaongea mambo ya barabara. Jambo la pili ndaongea mambo ya education. Aswa sana wacha nimasana mambo ya education ndio niende kwa barabara. Point number 1. Mimi nataka kuuliza hii mjumbe yangu ya hapa. Mbona yeye anakaa bunge gani? Tindi Nyoro anakaa bunge gani? Yeye anafanya kazi gani? Peter Silasha anafanya kazi gani? Kwa sababu hii watu
Selasha bunge yenye anakaa ndio mjumbe ya hapa anakaa. Bunge yenye Ndindi Nyoro anakaa ndio mbunge yetu hapa anakaa. Mbona yeye Ndindi Nyoro huko Kiharu anaenda kufanyia watu ya Kiharu kazi, Musasi aende na shilingi 500 na hapa mtu ya hapa na Baholo yeye anataka atembee na school fees yote. Kitu ya pili, hapa na Baholo kulingana na education, shule za secondary siko shule 32. Shule 32. Kuna shule kubwa hapa 3. Shule ya kwanza inaitwa St. Kisito, hiyo ni kubwa. Kuna shule nyingine inaitwa Chepius, hiyo ni kubwa. Kuna shule nyingine hapa inaitwa Namirama Girls, hiyo ni kubwa. Kwa zile shule zinajulikana tu kwa majina na hakuna masomo. Kwa sababu ukiangalia shule kama Chepius High School, hiyo tunaijua kama wizi ya kura. Hiyo hatujui kama kwa masomo. Shule kama Nang'an hata ijulikani, lakini ati inakuja inasemekana ati hiyo ndio imeongoza hapa na Baholo. Sasa tunashindwa. Tutakuwa tunachukua ukubwa ya shule kuipa kura na tuchukue ukubwa ya shule kuperform kwa education. Hiyo ni swali nataka kuuliza mheshimiwa, hiyo akaa akijua. Sisi tunataka shule kubwa, situongoze toko sikue nyuma. Hiyo nimemaliza mambo ya education. Mimi nataka kuuliza ile swali lingine ya barabara. Hii ya C41 hii. Hii shule imeanza kutangazwa kutoka kitambo sana. 2016 Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akikuja na William Samoei Ruto walikuja wakazindua hiyo barabara hapo Nambaja. Wakatuambia chini ya miezi 6 hiyo barabara itakuwa imeisha. Kwa sasa tunataka tuulize hata pia wewe Mheshimiwa Uhuru William Samoei Ruto, ile wakati ulikuja hapa na Uhuru Kenyatta mkituambia chini ya miezi 6 hiyo barabara itakuwa imeisha. Tumengoja pata miezi 6, tumemaliza miaka 10 ndio inaenda. Mbona tunataka kuwauliza hiyo launching yetu ni ile launching yenu ni ile ya kurudia ama mnafanya kazi kienda mbele? Kwa sababu hii barabara ina connect constituency 3. Constituency ya kwanza ina connect Lurambi, ina connect na Baholo na Kandui. C41 itakuwa imeisha kwa zile constituency zenye tunachua. Aswa sana tukakuja na huyu mheshimiwa anaitwa Abaranya, former governor wa Kakamega County. Akakuja akalonja hii barabara yetu kutoka hapa mpaka Forest mpaka kwa hiyo barabara ya C41. Wakatuambia kitambo nitoke kwa ofisi ndahakikisha lami ya Baholo imeisha ya Forest. Tumengoja. Ndio hii miaka 3 imeisha. Wewe wakati ulitoka ofisi hata tuka mawe peke yake akajai wekwa hapa na tunangoja. Mkikuja hapa ni kutuambia tu tumetenga tutamaliza. Mtatenga mpaka lini? Mimi nataka niambie wewe Oparanya, wewe uwaje mambo ya kuja kutudanganya hapa na Baholo. Atumwana wefu hapa na kutuletea hiyo vibaraka yetu yako hiyo. Kituletea hapa na wafanye kitu. Tena wewe Oparanya, wewe ndio umetuletea hii baraza hapa. Baraza ndio huyu umekaa na yeye ameanza kuwa mbaya, tena umetaka kutuletea kibaraka kingine. Sisi hatutakubali kama wananchi ya Baholo. Mimi naongea kama chairman ya hapa. Mimi naongea kama chairman ya bunge ya mwananchi hapa na Baholo. Mimi naongea kama mheshimiwa nakuja kusimama kura 2027. MCA hapa Punyala Central. Mimi nataka niambie nyinyi, wewe mtu mwenye unataka kutembea na vibaraka ukituletea hapa na Baholo ukitudanganya. Kila mkutano ati huyu unapepa huyu. Wacha kila mtu mwenyewe atafute kura. Tuone mwananchi mwenyewe aende ape mtu mwenye anataka. Si ati kwenda kutuletea mtu kwa sababu yeye ati mnakula na yeye, asipokupatia unaanza kutuambia hapa ati huyu ameshindwa na kazi. Wewe ulituletea baraza, ukatuletea Kileo, ukatuletea huyu Khalwale. Hakuna kitu hapa na Baholo. Ukiangalia lami hapa, lami hakuna. Lakini ukienda Lukuyani mahali penye wewe ulihamia na familia yako, umechukua wapunge wote wako Lukuyani. Ukienda Lukuyani iko lami. Kila kitu iko Lukuyani. Ukiangalia hata ofisi ya governor sasa hii imejengwa wapi? Iko Lukuyani. Kwani hiyo Lukuyani hiyo ndio iko na nini? Sisi hapa na Baholo hatuna. Nyinyi kama county mungejitolea ama serikali yote mtuletee kitu hapa moja yenye mwananchi hapa na Baholo hata moja. Bei atakuwa anasema serikali ya county imeleta kitu yenye inasaidia mwananchi hapa na Baholo. Hakuna kitu hata moja. Na tukiitisha mnatuambia kwanza sasa hii mimi Oparanya, wewe nataka nikuulize kitu moja. Wewe umekuja na system kama yenye ilikuwa ile ya Kibaki 207 akikuja hapa naambia Wanyala ati tungoe miwa tupande mapera. Wewe umekuja hapa kwa kiwanja kuambia watu hapa ati watu wangoe miwa wapande kahawa. Kahawa inakaa miaka ngapi? Kahawa inakaa kwa shamba miaka 10. Miwa inakaa miaka ngapi? Miwa inakaa miezi 6, miezi 12, 13 imefika kwa harvest. Kahawa wewe ukituambia sisi watu hapa na Baholo tupande kahawa, umeshaleta hiyo kampuni hapa ya kushaka kahawa? Hiyo ni swali.
Msiende huko mkaa huko muanze kutudanganya, mkuje kutuambia hapa tung'oe miwa yetu, na hiyo miwa ndio inasomesha watoto wetu, hiyo miwa ndio inafanya tukikula, hiyo miwa ndio everything hapa Navakholo. Hatutakubali maneno kama hayo. Kama iko mtu mwingine atachangia kulingana na hiyo story, mimi nimetosheka. Kwa majina awali nilikuwa nimesema naitwa Chris Anda wa Barasa, mimi ndo trafiki wa hapa. Acha nirutie. Kwa majina naitwa Chris Anda wa Barasa, mimi ndo trafiki wa hapa Mwembe. Mimi nitaanza kuzungumza na kitu ya kwanza, naanza na health. Hapa Navakholo, acha tuongee about health kwanza. Ukienda hapa saa hii OC, ukiwa na mgonjwa tu saa hii emergency, ukimpeleka hapa OC, kitu atakupea ni Panadol. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Na unasikia county government MCA wa hapa anaitwa Benjamin Were. Anakuja kutuambia dawa imetolewa wapi? Imetolewa county government na unaona KEMSA kweli dawa imetolewa KEMSA imekuja kwa county government ya Kakamega. Na sisi hapa Navakholo ukiwa tu hata na emergency kitu watakupea hapa ni Panadol. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Tuanze na health. 2, security. Navakholo security tuko poa. Hiyo siwezi danganya. Security yetu iko vulai. Iko vulai sana. Bora hii mambo mengine kidogo tukimaliza hiyo iko sawa. Wacha nirudi kwa maendeleo ya Navakholo. Mimi kama Chris nimekaa hapa na nimezaliwa hapa. Wacha nianze na mambo na niongee kwa county government. Oparanya naongelesha Oparanya. 1. Oparanya 2017 alikuja hapa saa 2 usiku. Akatuambia Malava ndo ilikuwa kwanza kuvote kura kwake. Navakholo ilikuwa namba 2. The fun thing kitu Oparanya ametuletea ni ita. Ita tutakula hiyo taa. Tutapita kwa hiyo taa. Hiyo ndio kitu ametuletea. Hiyo ndio kitu Oparanya ametuletea tu hii Navakholo yetu. Akasema in fact Wasiri alikuwa ampea Mnyala kutoka hapa, alikuwa anaitwa Kulati wa road. Akatupea walikuja hapa Navakholo. Na yeye akamesema nimeweka pesa. Kwa hiyo barabara kutoka Shilakwe hadi Chebius Junction inakuja inafika hapa Tomuliza inasunguka polisi. Hiyo barabara venye alisema ameweka pesa 2017 ikaisha. Tukaenda 2022 akatuletea project inaitwa Barasa. Barasa kaleta by the way alileta contractor Midland. Tunaona kakwarusa kidogo kaeka vitu zake. Barasa akatoa contractor hapa akapeleka kwao Harambee akatuacha hivyo. Barasa amekuja hapa after 3 months kutufungulia ofisi ya ODM. Hiyo ndio kitu ameleta hapa Navakholo. Sasa hivi yenye tunaongea hakuna Barasa kitu ameleta hapa Navakholo. Ameleta ofisi ya ODM. Namba 3, Oparanya amekuja. Wewe Oparanya wewe ndio naongelesha tu wewe Oparanya. Wewe umekuja hapa unakuja na project nyingine mama. Umekuja hapa Navakholo tena kutuletea project nyingine. Still iumize tu watu wapi? Watu wa Navakholo. Sisi tunauliza na sub county ya Navakholo na hiyo Navakholo sub county na Matungu sub county. Kwani pesa inakuja Navakholo si inafaa iende Matungu? Kwani pesa inaenda Matungu si inaenda Butere? Mbona sisi watu wa Navakholo wanatunyanyaza? So far county government ndio inatunyanyaza sana. Inakuja inasema tumetenga pesa. Pesa yenyewe ukiangalia contractor hata hajalipa, Midland hajalipa. So ukiambia hata mheshimiwa wetu anatembea tu na kitu akisema pesa imewekwa. Wewe anasema budget ya 2022 2024 iko inafanya kazi. Na ukiangalia hiyo contract, wametoa contract wampeleka wapi? Wampeleka kwa kina Barasa huko. Sasa sisi watu wa Navakholo tunajiuliza, sisi tutakuwa watu wa kupelekwa hivi unatuletea mama tena. Tu acha niongee kwa mbunge wetu hapa Navakholo. Wangwe ni mbunge wetu na mheshimu, lakini acha nikuulize swali mheshimiwa Wangwe. Wewe 5000 inaweza kushinda kulipia watoto Navakholo? Wewe unasikia tu huyu kijana anaitwa nani PK ni 5 hata hajamaliza miaka 3 ndio analipia watoto 5000 pa term, si ndio? Ndindi Nyora analipa shilingi 100. Wangwe sasa yako na miaka ngapi? 15. Sasa na rule miaka 15 na kuna kitu yenye anatusaidia kwa about elimu. Hata Wangwe sasa hivi venye amekuja hivi venye amekuwa sasa mjumbe kutoka 2013 17 masomo ilikuwa mzuri kidogo, kulikuwa na makateri wa masomo kidogo, lakini kutoka 2017 kukuja paka sasa 2026 masomo Navakholo ni mbaya. Mtu asikwambie ni mzuri, ni mbaya. Masomo ni mbaya. Ukienda hapa kutafuta passport, whom do you know? Hapa na hii ni CDF. Yani wewe unajua tu mtoto ni wa hapa. Wewe CDF 1000 kulipia tu mtoto Navakholo.
unauliza umekuja na nani, unajua nani. Hii pesa inasunguka tu kwa wenyewe. Kama hujulikani hawatakupea. Sasa tunajiuliza sisi watu wa Navakholo tulikosea nini? Na tumekupea miaka 15. Same MCA pia anaturingia na parcel zake hapa kwa ofisi yake. Pia ukienda manager yake anakusungusha hivi. Kuna wenye atapea anaangalia huyu familia yao, wacha nipee huyu. Yaani kuna hapa Navakholo viongozi kitu nimejua Wangwe, wacha niseme tu Wangwe, wacha nikwambie Wangwe. Hapa Navakholo kitu tumejua viongozi kama nyinyi mnataka hiyo familia iko well off muiongezee. Familia iko chini, tuzidi kuwa wapi? Chini. Juzi amekuja amesema ametuletea Huduma Center hapa. Na pesa imetolewa 24 million. Niko sure hiyo kitu haitafanyika. Niko sure 100%. Hata nyinyi wenyewe mtapita hapo muone. Amekuja hapa ni Oparanya, ni siasa tu, ameona sasa ni kubaya. Kuna mtu amekuja nyuma yako Wangwe sasa amesukuma. Kuna mtu anamsukuma ndio afanye maendeleo. Wangwe hawezi fanya maendeleo bila watu wengine kumsukuma. Watu wametokea nyuma, wamekuja hapa na msukuma at least afanye maendeleo. Na ni Munyala, tungesema kweli sisi tuko town. Hapana, ni Munyala, sasa tufanyie maendeleo. Hii pesa inakuja ya CDF. So release pesa ifanye kazi. Wacha kukwamilia pesa kupea watu wenye wako nayo. Wangu nakwambia tu life. Kitu ya mwisho yenye mimi nitasema. Inarudi kwa Fernandes Barasa. Tafadhali bwana governor. Sasa tunaenda kwa season ya mvua. Na hii barabara kutoka Shilakwe kufika Jebius Junction. Usipotumalizia hiyo Barasa Navakholo hata usikuje. Hiyo na tunakwambia tu life. Usikanyake Navakholo. Sasa unakuja Navakholo kutuambia nini? Hakuna kitu unakuja kufanya Navakholo. Maliza barabara ya kutoka Shilakwe ifike Jebius Junction. Ndio ukanyake Navakholo. Hakuna kitu utakuja kutuambia hapa Navakholo ati umeleta nani? Kama utaleta mtu yako, naambia MCA Chwaya na Barasa wake wakae huko. Hapa Navakholo kama hajamaliza hiyo barabara asikanyaka hapa. Ni hayo tu. Anavyosema kwamba utajua nani, unajua nani. Hapa viongozi wanajuana kwa vilemba. Wanasema kwamba aliye nacho anaongezewa, lakini wewe maskini utabaki hohehae. Lakini ni hisia za wananchi wa Navakholo wanakizungumzia utendakazi wa viongozi wa eneo hili. Pia vile niko naye kakangu atakuwa anazungumza kuhusiana na maendeleo na pia vile elimu. Jinsi kwa sababu wanasema kwamba sasa hivi Navakholo elimu haipo. Wanasema kwamba ni propaganda zipo tu. Je, kunani? Wanafunzi wanaenda shuleni ama hawaendi? Basari zinapeanwa ama hazipeanwi? Naam. Yes. Kwa majina naitwa Benjamin. Mkazi wa hapa Navakholo. Nataka niseme ya kwamba nianze kwa afya. Sisi hapa Navakholo upande wa afya tuko chini na tuko kwa shida kubwa sana. Sababu niseme hivyo, kwa hospitali yetu hii ya level 4 ya Navakholo Sub-County Hospital, kitu ya kwanza hakuna madawa. Kitu ya pili, hata madaktari wenye wako hapo ni wasembe. Ukipeleka hapo mgonjwa atakufia hapo. Usipokuwa na pesa, yani wameweka pesa mbele. Usipokuwa na pesa, mgonjwa wako atakufia hapo. So hiyo kitu nauliza MCA, kazi yako ni nini? Wewe umelala class. Sababu ukipeleka mgonjwa inafaa uhai ni kitu ya maana. Yafaa mgonjwa ashughulikiwe, tuanze kutafuta pesa kama huyo mtu ni mzima. Lakini wameweka pesa mbele. Usipokuwa na pesa, unalipa kwanza ndio uhudumiwe. Unasonga hapo unalipa ndio uhudumiwe. Sasa hiyo ndio nini? Na kama hauna pesa utakufia tu hapo line. Wagonjwa wengi wamekufia hapa kwa hiyo hospitali yetu. Kitu ya pili, hatuna ambulance kabisa. Sasa ikiwa umepeleka mgonjwa na hata hauna pesa, na inafaa wamrefer hospitali nyingine, alafu unaambiwa uchukue kari upeleke mgonjwa wako kwa hiyo hospitali yenye umerefer hiyo, na hauna pesa, utatoa wapi pesa? Si huyo mgonjwa itabidi akufe. So tunauliza governor na MCA, kazi yenu ni nini? Mnataka tukufe tuishe? Na kama tutakufa tuishe, nani watawapikia kura? So tunaomba governor na MCA muhakikishe Navakholo tuwe na ambulance. Hata kama governor Oparanya alikuwa amejaribu, alikuwa ametupatia ambulance, zilikuwa zinasafirisha wagonjwa kupeleka hospitali bure, lakini sasa mpaka uwe na pesa ndio upeleke mgonjwa wako kwa hospitali. Nikiaja mambo na hospitali nikuja kwa elimu. Elimu kweli mbunge wetu ametuangusha. Kwa hii miaka 15 ametuangusha kabisa. Sababu yeye mbunge wetu ameweka watu kwa ofisi ya CTF,
ambao ni makateli. Sababu ukienda ku apply pasari, vile mwenzangu amesema, usipokuwa na mtu ambaye unajua hapo, hautapewa pasari. Hizo pasari sinasema kwamba inasemekana hiyo pasari inafaa iende kwa watu ambao hawajiwezi. Lakini pasari zinaenda kwa watu ambao wanajiweza. Kwa nini? Sasa ikiwa mtu anaweza afford apeleke mtoto Kakamega High na mtu ameshindwa ampeleka mtoto Puchangu, yule wa Puchangu ananyimwa pasari na yule wa Kakamega High anapewa pasari. Sasa ni nani anafaa kupewa pasari? Yule amepeleka mtoto Puchangu ameshindwa ile karama ya Kakamega amepeleka Puchangu. Hiyo ndiye anafaa apewe pasari. Unapata watu ambao pasari inafuata, kuna watoto mayatima wamenyimwa pasari. Wale ambao wako na wazazi mpaka wazazi wako kwa kazi ya serikali wamepewa pasari. So hapo mbunge umetuangusha. Pia ukienda kwa shule zetu asifanye vizuri. Ukienda kwa sub county level, sile kwa Kakamega County, Navakholo ndio iko chini kabisa. Shule za Navakholo zimefanya vibaya. Mbunge wetu amelala. Anatujengea madarasa, lakini sasa kwa shule zenyewe ndani masomo yaendelee. Sasa watoto watakaa tu kwa hizo madarasa na hakuna kitu wanafanya. So mbunge tunaomba pia hapo achangamuke, na sivyo tutafute mtu mwingine tuweke hapo basi atusaidie. Nikirudi mambo na barabara, mbunge wetu pia ametuangusha. Sababu barabara mbunge alituletea Uhuru na Ruto 2017. Ati wanatuwekea lami kutoka Bungoma kwenda Kakamega. By the way, yule contractor walieka vitu, alipaka tu rangi. Sababu sasa ukienda kwa hiyo barabara imechipuka. Sasa hata maisha yetu iko kwa hatari, sababu barabara sasa imekuwa mashimo yako hapo makubwa, mtu aliyesanguka hapo akufe anytime. So ni kitu gani hiyo wametuletea? Sasa ni kumaanisha hakuna kitu wametupatia. Akisema ametuwekea lami, leo tuseme tu hakuna, sababu ile iliweko ya kwanza imepomoka, imechibuka. Hakuna kitu hapo. So mheshimiwa ajaribu afanye kitu. MCA wetu pia yeye amelala. Alituletea, by the way, Oparanyandi aliweka hii lami, alikuwa ameanza kulima. Na Barasa alipokuja kwa utawala wake akachukua contractor akampeleka barabara ya kupita kwao na kupita kwake. Sasa sisi hatukuwa tunafaa hiyo maendeleo ama tulikosea wapi? Sababu Navakholo by the way tuseme tu kweli, hatuna lami, hatuna barabara zote ni mbaya. Hata pasi kama wataki kutupatia lami, si watengeneze tu pasi sikue tu sawa. Sisi wana bodaboda tukipitia tusiumie. Alafu pili, unapata kama hata hii soko yetu ushuru iko juu. Wamama wa soko wanaumia. Wanakatwa ushuru na hakuna maendeleo. Sasa vibanda zimekuwa tu zile vibanda zile za mapati tu, lakini ukienda soko zingine wamechengewa mavibanda siko sawa, na sisi hapa Navakholo tuko chini. So tunalaumu MCA na governor pamoja na MP wamelala. Nataka niongee pia kwa mambo ya juu. Niongee kwa Mutavati na Wetangula. Acha nifike hapo alafu utakuja kuzungumza hilo. Wanavyozungumza kwamba hali tete ya afya katika eneo hili, hospitali ukienda pale unapewa dawa ambayo mwisho wa siku itakusukuma mpaka ufike pale Kakamega mjini upate dawa. Na pia vile wakazungumza kwamba barabara haipitiki, na wakasema kwamba ile yoyote anayoleta mradi mwisho wa siku unachukuliwa unapelekwa eneo lingine. Je, hii ndio ungwana wa viongozi wa kaunti ya Kakamega au ni vipi? Pia vile kabla sijasonga hatua ya juu kuzungumzia chama cha ODM na pia vile viongozi hapa Kakamega, naona kwamba bwana chairman lazima kuna kitu cha kuongezea ndiposa tusonge mbele. Asante sana Wamwami. Mimi ile kitu ndaongezea tu ni ile tu kitu moja. Naomba radhi ili niweze kuongea lugha yangu ya nyumbani. Kwa sababu iko mama ananingoja huko nyumbani asikie venye naongea. Ese nenye mbolera abanju bange ave Navakholo. Nenye mbolera abanju bange ave Navakholo. Lero kholanga khojulu nonje runo ne kholeka sa khojo. Khano lero yolire amala lokasa vire pera bana befwe. Bana befwe bakaju be emyaka mingi. Nemyaka kino uli mwaka wakati luolanga no monje kejo khubesa ndi mwana wenywe. Niso munjo wa kawaida sasa ndianga sama pera sianywe ndia makanda sianywe.
wakati ulola na ataka abalia maganda lakini neka khanyola na jokola khungo khochene chips ne soterera na lava ba kweba soliri bande babasikire mu chweyo ewe yakabambo wakhamba khanusu bomwola khota blubombo onye kholamba mweshimiwa oliwo tulagambo amwembala ojo kusoma zari ya abantu bange bajanu driving license na khujuma khumunju fulani mbo chono munju fulani mbo mundu lombo ojo khumola na khuje baje ne oluwalinge wa unju fulani ne ano wikireza mbo sute ino nyoli sikuli mana wene ubanjo uongozi wefa ana bakholwana kweli okudula 1963 omwami Paulo Okova na nyolo wami mulo rambi muno kakakhole kasi emyaka kijama kadula kho kaja kachenja khwaja khanyolo omwami mundu kutulengera khera euchocho shino shikomari wami ule ukendanga ucho khanwa khola nano saye khanano muchezo kuruko la solo wangwa ne khwale bakhwima ulaitawe wami ule khwambuka nesenenya nje bave tawe wami subule mbo wambukhire ta wami uno wenyumba ndala enyumba ndala ena bakholela omba ndabantu bavile khole nendo mutoto nendo munyala nato musacha no musacha wa mano iranga bakasi banga bavili ikira omunyala olanga ati ekundela lefiro nerindi wonero munyala khuyiro mukasi malala na khuyurira bale mebongene mboiro okhubiri na khuyurira abami kwa mfano no lengera kama omwami wa Tanzania Samia Suluhu mukasi namba 3 kiongozi ama si kiongozi simuaminie khano bana befwe owami khotelengera mbo sinambo sinatawe enyangani ya hola esiyena khasitondoke nisiya khatondokha khuwikwe yekhwenya ewe nulimbo liwa munju fulani bafuganulya ne uja umbolera mbo fulani kujyala na mwe khukupe iyo ne ukumbafu yako esenje sesibamba sio lokulonda ko munju sikira baja khuwa ya khuyinga tawe chema ni wesu mwami wolakho khuruke wesu wolakho. Kwa majina naitwa Wilson. Kwa majina naitwa Wilson Siminyo wa Khungu. Mi mwana bodaboda Muyembe. Mimi nitaongelea hivi kwa niaba yangu na naomba mheshimiwa Wangwe. Sisi bodaboda tumetengwa. Sisi tuko na watoto walisoma. Bazari tukiapply atupewi. Recruitment imekuwa hapa. Tunang'ang'ana hata watuchukulie tu mtoto mmoja wa bodaboda tushukuru. Hakuna kitu tu kupewa. Sisi tumetengwa kabisa. Ukishapeleka mtoto wako huko kwa recruitment wanakuambia wewe mtu wa bodaboda wanadai shilingi 1800 ongo. Sisi hatuwezi, nataka tubadilishe ile serikali ya Navakholo. Mheshimiwa akiwa huko especially wao waheshimiwa wote, akuwe governor, Wangwe, akuwe MCA. Sisi tumedengwa especially bodaboda. Kwa basari wakiona jina yako iko hapo wanakutoa. Huyu ni nani bodaboda wanamtoa. Mimi ningeomba tu serikali inakuja ama tukiangalia sisi bodaboda tukue na msimamo na kuwe na umoja. Hii umoja wetu, tukiwa na umoja tutapewa heshima. Tukiwa na mdengamano mara huyu akuku still bado watatuchukulia hapa. Tukuje tukue na msimamo, tuangalie serikali inakuja itusaidie. Mimi ningeomba mwenzangu ameongea, nasema hivi. Wacha sisi tuambie wale watu viongozi wako mbele. Si wenyewe tuchekue. Obaranya alituletea hapa muziko na Sila anatuletea miziko. Alibeba samba akaleta. Ameleta hapa baraza. Ameleta Uchwaya. Wote tukiangalia hakuna benefit ya bodaboda imefaitika. Hakuna benefit ya mwanajua kali yoyote mwenye mama mwenye nauza nyanya. Tusikie wamemchukulia mtoto wake. Shule tukipatikana sisi wenyewe. Ukipewa scholarship wanakutoa. Wanakuuliza wewe ni wanani? Ukionekana wewe ni mtu fulani wanasema huyo wachana na huyo ni mtu fulani. Sisi tunaomba serikali yenye inakuja ama serikali yenye iko saa hii mjue mnaenda nyumbani wote kuanzia juu mpaka chini. Kwa majina mwite Wilson wako. Kwa majina naitwa Boniface wanakuta Karandi. Na kama mimi sitaongea, hii Mwembe iko na watu wengi. Naomba tu mama gender balance. Kama sitaongea chochote kuhusu Navakholo, mama mmoja bana ni media but ni gender balance. Sawa. Watu wa Navakholo na washukuru kunipea hii nafasi kuongea kwa niaba yenu. Mimi nitaongea kwa dakika 2 ama 3 na nitakuwa kwa ufupi. Taanza ni MCA. Mimi nitazivu MCA kwa sababu hii miaka karibu 10 tulikosa maji tukakosa joo. Hii kamera ikimulika maji ndio hiyo, joo ndio hiyo.
nikatoka hapo, hiyo ni county government. Haya, naenda kwa baraza mahali huko unalala, na najua Navakholo wako kupikia kura. Mara hii upende usipende, sasa unatembea ukiongea ni 2 term, si rahisi. Oparanya alituletea wewe, sasa tuko makini. Naenda kwa mbunge Emmanuel Wangwe, wewe hii ni 3 term. Mimi nilikimbia na wewe 2017, nilikuwa UDA, nilikuwa namba 2. Sasa niko na wafasi wengi mahali huko, jitayarishe 2027, upende usipende unarudi nyumbani. Vijana wamechipanga, upende usipende Wangwe unarudi nyumbani. Barabara imekushinda, masomo imekushinda. Masomo saa hii mimi wacha nikwambie, Navakholo constituency, shule yako saa hii tu ndio imeanza kuchibeba saa hii Navakholo. Saa hii imepitisha watoto karibu 40. Chebiusi iko wapi shule kubwa? Sibirie ilikuwa inapitisha watoto. Hebu tukuulize saa hii Sibirie, saa hii inacheza wapi? Kisido, tuende Sitiho, inaenda aje? We mambo na masomo, tafadhali tusaidie. We ulisoma Ingoze, ulipata T+. Na saa hii we ni mbunge wa Navakholo, mimi mtoto wangu alipata T+. Anaweza kuwa mbunge wa Navakholo kwa saa hii? Mahali huko fikiria. Alafu wale vijana wako umeandika wale wa kuchapa sisi, unawalipa shilingi 1,000 kuchapa sisi. Jiulize 2027 imefika, utawaweka wapi? Hiyo ndio habari yangu, na nakuambia bila kuokopa. Unajua mimi sikupendi, na 2013 tulikuwa na wewe, 2017 nikakuacha. Saa hii niko na wafasi wengi mahali niko hapa, niko sawa. Wacha tukutane na wewe 2027 tepe kwa tepe. Asante kunisikiza. Kwa majina naitwa Bonaventure. Mimi ndaongea kuhusu MCA. Huyu MCA wetu Chwaya Were tulimpea kura, akakuja hapa akaomba kura kama mtu mwenye anaenda kufanya kazi. Wananchi wakaamua akasema aje tupewe Chwaya kura kulingana vile amefanya kazi West Kenya, atafanya kazi kura vizuri, atafanya hapa kazi Navakholo vizuri. Tukampea kura. Tangu tumpee kura miaka 5 ndio hii inataka kuisha. Hakuna barabara yenye inasema Ochwaya amelima. Anakujanga na barasa hapa, anasema barasa afungue njia. Sasa barasa ni kufungua barabara Ochwaya kilima ama inafaa barasa afungue Ochwaya afungue barabara yake, walime yake mwenyewe. Barabara si kama dandani. Hata kukwara tu peke yake hawezi. Anakuja anakuambia, "Barasa amuke siseko ni kusema nini hiyo?" Wewe Ochwaya, wanitamu. Raundi hii wanitamu. Hata Samba amekushinda. Samba amefanya kazi hapa Navakholo vizuri sana. Ameleta soko. Wewe unakujanga hapa na gari yako unasimama hapa kwa bodaboda kwa mwembo unafikiria sisi tutatukoni. Hii barabara yenye umelima yako iko wapi? Barabara yenye umelima hapa hata ya kwenye tu kwako. Barabara mashimo mengi sana. Alafu mwisho unakuja unazokuambia, "2 term ni kusema nini?" Wao watu wenye wamefanya kazi kwa MCA. Samba amekushinda. Plus Tennis amekushinda. Hao ndio viongozi wenye wanaweza kuja hapo useme wanaomba kura. Mtu ukifanya kazi mzuri, inafaa wananchi wenyewe ndio wanaamua huyu mtu amefanya kazi. Sio ati wewe mwenyewe unakuja unasema, "Ochwaya 2 term umefanya kazi gani?" Wewe mwenyewe ndio unajipigia kura ama wananchi ndio wanafanya kukupigia kura? Sisi tuko na huzuni sana wewe Ochwaya. Mimi nakwambia mimi ni Bonaventure nakwambia saa hii. Muyinda kuchukua saa hii kurudisha West Kenya ufanye huko kazi. Kazi nyombe kupea MCA imekushinda hapa Navakholo. Kulingana na mimi nimeona hapa Navakholo. Umeshika wa mama wetu ndio wanatembea nao kuambia, "Ochwaya 2 term." Wa mama nyinyi wewe wa mama kuanzia leo. Kama Chwaya anamtumia nyinyi hapa kama ati nyinyi mtampikia kura. Utaenda yeye uishi na yeye Shamberere. Mimi yangu imeishia hapo. Wanavyosema basi viongozi hawafanyi wanafanya. Na pia vile ikumbuke kwamba katika eneo hili ni eneo ambalo siasa zinavutia. Hata vile wanavyozungumza wenyewe wanasema kwamba kazi haifanyiki, mambo ni mengi sana. Viongozi hawafanyi kazi. Je, itakuwaje?